itakutoa kwenye kiwango ulichopo na itakupeleka kwenye kiwango kingine, na utaona matokeo ambayo sio ya kawaida katika kila eneo la maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninazungumza habari ya kuweza ulimwengu wa roho ili ulete matokeo chanya kwenye maisha yako, ili upate huo uzima ambao umekuwa na utamani, ili upate hayo mafanikio ambayo umekuwa na yatamani. Unahitaji kwanza kuweza ulimwengu wa roho, maana kuna mahali adui amekudhibiti lakini ni katika ulimwengu wa roho. Maana kuna mahali adui amekuzuia lakini ni katika ulimwengu wa roho. Hivyo vita ambavyo unaviona vinakuzunguka, hayo maumivu na mateso unaona yanakuzunguka, hivyo vitu vimeanza katika ulimwengu wa roho. Hizo changamoto unazokutana nazo, unajikuta kwenye hali ya ukata tamaa na kuchoka, unaanza kushindwa kuendelea, unaanza kuona labda familia au ndugu waliokuzunguka ni sababu. Nataka nikwambie hao wametumika tu. Tatizo limeanza katika ulimwengu wa roho. Hayo mambo unayoyaona yameanza katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo unahitaji nguvu katika ulimwengu wa roho ili uweze kushinda, na hii nguvu unatakiwa ijae ndani ya roho yako ili uweze ulimwengu wa roho, ili utawale ulimwengu wa roho. Ninaposema kuweza, nataka uelewe, nataka utawale, uwe na uwezo wa kuutawala ulimwengu wa roho. Unapokuwa mtawala kwenye ulimwengu wa roho, maana yake una uwezo au una nafasi ya kimaamuzi katika ulimwengu wa roho. Kuna vitu unakuwa na nafasi ya kufanya maamuzi ili vitokee kwenye jamii uliopo, kwenye maisha yako binafsi, kwenye ukoo wako na kwenye familia yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna vitu vinaendelea kwenye ukoo wako, kuna vitu vinaendelea kwenye ndoa yako, kuna vitu vinaendelea kwenye familia yako, na unashangaa viko out of your control, viko nje ya uwezo wako wa kuvicontrol. Unashangaa, unatamani matokeo tofauti, lakini vitu vinavyotokea tofauti. Kwa nini? Tatizo lipo kwenye ulimwengu wa roho. Hauna uwezo wa kutawala. Leo ukapokea nguvu mpya ya kuweza ulimwengu wa roho ili uweze kusababisha matokeo ya tofauti kwenye maisha yako, ili uweze kusababisha matokeo yasiyo ya kawaida kwenye maisha yako. Mwisho hapa nitaomba na wewe na nitaachilia nguvu ya uzima ndani yako, nitaachilia uweza ndani yako ambao utakusababisha kukutoa kwenye hiyo hali. Wewe ambaye umekaa kwenye hali ya ugonjwa huo kwa muda mrefu, umekaa kwenye hali ya hiyo changamoto kwa muda mrefu, haijalishi ulikuwa umekata tamaa, ulikuwa umechoka, leo tunapozungumza habari ya kuweza ulimwengu wa roho, iko nguvu Bwana ameiachilia itakayo kusimamisha tena, itakayo kufanya uinuke tena, itakayo kufanya utoke kwenye hicho kitanda ambacho umelala kwa muda mrefu, itakayo kufanya utoke kwenye hiyo hali ambayo umekuwepo kwa muda mrefu. Ninakutamkia hali mpya, ninakutamkia matokeo mapya yakatokee kwenye maisha yako hapo ulipo. Ninaamuru ukaguswe tena. Wewe ambaye unanitazama, ninaamuru nguvu ya Bwana ikuguse tena. Ninaamuru nguvu ya Bwana ikasababishe jambo jipya dakika hii kwenye maisha yako. Huo mwili ambao umekuwa dhaifu kwa muda mrefu, ninaamuru uponyaji sahihi, ninaamuru nguvu ya uzima sahihi, ninaamuru neema sahihi, ile nguvu ya kukusaidia inayoweza kukuinua tena na kukuweka kwenye hatua nyingine, ikatokee mahali ulipo na ukashuhudie uzima tele katika jina la Yesu Kristo. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya tena haleluya. Ndugu mtazamaji unaendelea kunifuatilia, hii ni saa ya uzima tele. Hii ni saa ya uzima tele. Bwana anataka uwe na uzima tele. Anataka uweze ulimwengu wa roho. Anataka utembee kwenye maisha ya ushindi. Anataka utembee kwenye maisha ya furaha. Anataka utembee kwenye maisha ya neema. Anataka utembee kwenye maisha ambayo umekuwa unayatamani wakati yote. Anataka ile hali ambayo umekuwa unaitamani wakati yote. Anasema kwenye kitabu kile cha Maombolezo ya kwamba hapendi kumhuzunisha mwanadamu, wala hapendi kumfanya alie. Maana yake hiyo huzuni unaoipitia sio mapenzi ya Bwana.
Bwana. Maana yake maumivu unayoyapitia sio mapenzi ya Bwana. Kuna majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho, wametengeneza huzuni kwenye ulimwengu wa roho. Nataka nikwambie neno moja, ndugu mtazamaji, hayo mateso unayoyapitia, hayo madeni ambayo imeshindikana kutoka hapo, kuna nguvu iliyosababisha kwenye ulimwengu wa roho. Yawezekana uliona kawaida, yawezekana ni kweli kabisa madaktari walikuambia ile tatizo linatokana na sababu za kisayansi. Ni kweli kabisa walikuambia hilo tatizo linatokana na sababu za kimazingira. Ni kweli kabisa walikuambia shida hiyo inatokana na sababu za kimfumo. Lakini ninataka nikwambie, chochote kinachotokea kwenye maisha yako ni roho na kimetengenezwa katika ulimwengu wa roho. Hakuna kitu kimetokea tu, lakini kimeanza katika ulimwengu wa roho, na ili kiweze kuondoka lazima tukianze kukitatua katika ulimwengu wa roho. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo nataka nikutie moyo na niseme na wewe neno moja la kipekee, ya kwamba Bwana amekuja ili uwe na uzima kisha uwe nao tele. Bwana amekuja ili avunje kazi za ibilisi. Anasema kwenye waraka wa kwanza wa Yohana ya kwamba yeye lengo lake la kuja, amekuja ili kuziharibu, ili kuzivunja kazi za ibilisi. Ninatamka kama balozi wa mbingu, ninatamka kama nabii kwa ajili ya maisha yako, ya kwamba tatizo lolote, kazi yoyote ya ibilisi kwenye maisha yako leo lazima ivunjike, lazima ikuachie, hata kama imekaa kwa muda gani. Kwa nini tunausemesha ulimwengu wa roho? Kwa sababu hii ni saa ya uzima tele. Hii ni saa ambayo Mungu ameachilia nguvu ya sisi kuleta mabadiliko kwenye maisha yako, ukapate mabadiliko ya tofauti. Mahali ambako uliona haiwezekani, mahali ambako uliona hali isiyo ya kawaida, Bwana ameachilia nguvu kwa ajili yako, ameachilia neema kwa ajili yako, ameachilia utofauti kwa ajili yako. Kuna jambo la tofauti likatokea kwako hapo, ukasimame tena, ukapate uzima tena, ukapate afya njema tena, ukatoke kwenye hali ambayo imekuzunisha kwa muda mrefu, ukatoke kwenye hayo majira ambayo umekaa kwa muda mrefu. Mungu akalete utofauti kwenye maisha yako. Ninazungumza kwa habari ya kuweza ulimwengu wa roho. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tena anasema, lakini mtapokea nguvu akishakuajilia juu yenu huyo Roho Mtakatifu, na ninyi mtakuwa mashahidi wangu kuanzia Yerusalemu. Mungu anatamani upokee nguvu, anahitaji upokee nguvu, na ile nguvu itakupa uwezo, itakupa uhakika wa kushinda kwenye hatua yoyote, itakupa uhakika wa wewe kuvuka kwenye hatua yoyote. Kuna mtu ninapoendelea kuzungumza anajiuliza maswali ya kwamba hiyo nguvu nitaipokeaje? Ninawezaje kupokea hiyo nguvu? Haleluya, 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 haleluya. Kuna namna mbili kuu ambazo Bwana anaweza akazitumia kuachilia hiyo nguvu ndani yako ya kukutoa kwenye hiyo hatua na kukupeleka hatua nyingine. Haleluya, haleluya. Njia ya kwanza ni wewe kuamini. Njia ya kwanza ni wewe kuamini. Njia ya kwanza ni wewe kuamini. Lazima uamini. Anasema kwenye kitabu kile cha Warumi ile sura ya 10 na ule mstari wa 9. Repata kaya maledosia. Warumi ile sura ya 10. Waraka wa Paulo kwa Warumi. Lepa la deli ya maso takaya. Lepa la dojeli maladuza. Katika jina la Yesu. Ule mstari wa 10. Biblia inasema kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa ukili hata kupata wokovu. Kwa hiyo kuna njia mbili, kuna namna mbili. Narudia kusoma mstari huu. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa ukili hata kupata wokovu. Unajiuliza namna gani hiyo nguvu ya kuweza ulimwengu wa roho inaweza ikaingia kwenye maisha yako? Biblia inasema ni kwa wewe kuamini. Lazima uamini kwa moyo wako, uamini ya kwamba Kristo amekuja kwa ajili yako, uamini ya kwamba Kristo aliweza ulimwengu wa roho, aliweza kwanza ulimwengu wa roho, uamini ya kwamba Kristo alishinda kwa ajili yako, uamini ya kwamba Kristo amekuwa ni mtangulizi wa wewe katika kila hatua, uamini ya kwamba yeye amesababisha nguvu itakayoleta mabadiliko kwenye maisha yako. Unachotakiwa ni wewe kuamini, uamini maneno yake, umwamini Kristo ambaye ni neno. Tunaposema neno
neno maana yake tunamzungumzia Kristo. Biblia inasema yeye alikuwa ni neno na neno alikuwa ni Mungu. Kwa hiyo tunapomzungumzia neno ambaye ni nguvu, tunamzungumzia Kristo. Kwa hiyo unatakiwa umwamini. Unatakiwa umwamini. Uamini kazi aliyoifanya kwa ajili ya maisha yako. Uamini ya kwamba nguvu ya kaburi haikumweza. Uamini ya kwamba mauti haikumweza. Mauti haikuwa na chochote kwake, ya kwamba alishinda. Kwa hiyo unapoamini kwa moyo wako, unapoamini kwa moyo wako, unapokea neema. Haleluya, haleluya. Na njia ya pili ni kukiri. Uwezo wa kukiri kwa kinywa. Biblia inasema kama ukiamini kwa moyo na ukakiri kwa kinywa, kuna utofauti unatokea. Kuna kitu unakipokea. Kuna neema unapokea. Kwa hiyo lazima uwezi ukakiri kitu ambacho hujakiamini. Uwezi ukazungumza kitu ambacho hujakiamini. Biblia inasema ya kwamba kile kimtokacho mtu ndicho ambacho kimeujaza moyo wake. Maana yake ukijaza imani kwenye moyo, ukijaza imani katika Kristo ndani ya moyo wako, utasababisha ukili wenye ushindi. Maana yake utakili vitu vinavyoleta ushindi kwenye maisha yako. Utatangaza huo ushindi. Sawa sawa na Luka 4:18 anaposema Bwana amenipaka mafuta ili niwatangazie, ili nitangaze habari ya kufunguliwa kwangu. Kwa hiyo ili uweze kutangaza lazima uamini. Unapoamini kuna nguvu ya Bwana inatokea kwenye maisha yako. Siku ya leo iko nguvu ambayo inaenda kutokea kwenye maisha yako. Shalom, shalom, shalom. Kwa hiyo ambaye unatamani kujua tunapatikana wapi, tunapatikana Barakuda. Tunapatikana Tabata Barakuda. Ukifika hapa utatupata kwa namba za mawasiliano ambazo nitazisema hapa. Namba za mawasiliano tupate kwa namba hizi: 0675 2976 88. Lakini pia unaweza kutupata kwa namba hii 0787 69 26 00. Nitarudia namba hizo, unaweza ukapiga ndugu mtazamaji wakati wote na utapata huduma. 0675 29 76 00 na 0787 69 26 00. Ninataka nikutamkie neema mahali ulipo. Ninataka nikutamkie neema mahali ulipo. Ninataka niombe na kwa ajili yako wewe ambaye unanitazama. Wewe ambaye unanitazama, amini tu kuna nguvu ya Bwana itakugusa hapo. Kwa dakika hizi chache, amini tu mahali ulipo iko nguvu ya Bwana itakugusa, itakuinua. Wewe ambaye ni mgonjwa, wewe ambaye huwezi, wewe ambaye madeni yamekusumbua, wewe ambaye kuna hali ulitamani utoke, wewe ambaye ulitamani mtoto kwa muda mrefu, kuna jambo Mungu atalifanya sasa hivi hapo ulipo. Napoenda kuomba Bwana atakugusa hapo. Hakuna umbali mahali ulipo, Bwana anaenda kukugusa sasa hivi na kuna jambo linaenda kufanyika kwenye maisha yako kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Mahali ulipo unaweza ukasema na maneno haya, sema: Bwana Yesu, katika saa hii ya uzima tele, nimeamini neno lako. Nimeamini kile umekizungumza kwa ajili yangu. Ninaomba ukafanye jambo jipya sasa hivi. Ninaamini nguvu zako katika uponyaji. Ukaniguse tena, ukanifungue tena. Nimekaa kwenye hii hali kwa muda mrefu, lakini siku ya leo ninaamini ni saa yangu ya kupokea uzima tele. Ni saa yangu ya kupokea neema. Ni saa yangu ya kupokea nguvu. Ni saa yangu ya kutoka kwenye hali ngumu ambayo imenikamata siku zote. Ni saa yangu ya kutoka kwenye haya madeni. Ni saa yangu ya kupokea afya njema katika jina la Yesu. Amen. Acha niombe kwa ajili yako. Baba, kwa jina la Yesu Mungu li hai, ninamgusa mtazamaji wangu hapa. Bwana Yesu, kuna hali ipo kwenye maisha yake. Kuna yupo ni mgonjwa hapa anatazama. Kuna yupo iko hali ambayo imemsumbua kwa muda mrefu. Bwana Yesu, ninaamuru nguvu yako imguse sasa hivi. Iguse maisha yake kwa jina la Yesu. Ikaguse afya yake kwa jina la Yesu. Ninaamuru hiyo hali ya udhaifu itoke ndani yake. Ninaamuru wa ugonjwa utoke ndani yake. Ninaamuru wa udhaifu utoke ndani yake. Ninaamuru hiyo kansa
kansa ihame ndani yake. Ninaamuru hiyo sukari katika jina la Yesu ikae katika hali ya kawaida. Ninaamuru hali yoyote ambayo sio ya kawaida, ambayo mashetani walitengeneza, ambayo wachawi walitengeneza, ambayo washirikina wametengeneza kwenye maisha yake, ninaamuru ikahame na kutoweka. Ninaachilia uzima tele. Upokee uzima sahihi katika jina la Yesu. Ninakutabilia neema mpya, na kutabilia ushindi, na kutabilia uzima. Pokea wa uzima kwa jina la Yesu. Pokea hiyo afya njema kwa jina la Yesu. Pokea fedha kwa jina la Yesu. Pokea kuinuka tena. Pokea kibali tena katika jina la Yesu. Ukasimame kwa mamlaka ya jina la Yesu. Sema amina, imekuwa kwa jina la Yesu. Wewe ambaye ni mgonjwa umekaa mahali, inuka sasa, Bwana amekuponya. Wewe ambaye ulikuwa umelala kitandani muda mrefu, simama sasa, Bwana amekuponya. Anza kuinuka, mshukuru Bwana, sema asante maana Bwana amekuponya. Wewe ambaye umekuwa na magonjwa ambayo uliambiwa haiwezekani, Bwana amekuponya. Simama sasa, tangaza uzima wako katika jina la Yesu. Karibu tena next week. Hii ni saa ya uzima tele. Shalom, shalom. Mungu akubariki.